Kwenye dunia ya intelligence, wanasema msaliti mbaya sio yule ambaye umeshamjua na kumkamata, ila wale ambao bado hujawajua. Ukiangalia asilimia kubwa ya matukio ambayo Israel imefanikiwa ama Marekani imefanikiwa kuipiga Iran yamesababishwa na watu wa ndani ya Iran, yani wasaliti wa ndani ya Iran, kuliko teknolojia na uwezo wa Marekani na Israel yenyewe. An Israeli military official says several senior figures were killed, but they have not yet named any names. Kama umeelewa hii vita ama matukio unayoyasikia kwenye hii vita, Iran umwamba wake upo kwenye jinsi ambavyo ina strike back, yani inarudisha mapigo, lakini sio kwenye jinsi inavyojilinda. Na kwenye episode zilizopita nilikuletea hapa usnichi wa huyu general ambaye story yake ni kubwa kwa sababu ilikuwa ni level ya juu ya kuingilika kwa hili jeshi la Iran, lakini kuna masnitch wengi ambao walifanikisha matukio mengi tuliwahi kukuletea. Kwa hiyo hapa nitakuletea mambo 4 ambayo yanafanya Iran kuwa rahisi kuingilika kwenye intelijensia yake. Kama unapenda geopolitics, mambo ya history, psychology pamoja na malezi, ndicho ambacho tunakifanya kwenye hii channel. Kwa hiyo kama hujasubscribe, ni muda wa kufanya hivyo, kwa sababu kwanza utakuwa umetusupport, lakini pili utakuwa unapata notification kila tunapoweka content mpya. So, hacha tutazame Iran kiintelijensia. Kabla ya kuangalia mambo 4 hayo, tuangalie kwanza ujasusi wenyewe. Ni aina gani ya ujasusi ambao Israeli inautegemea kwenye kuingia Iran? Kuna aina 3. Kwanza kuna wale wanaita access agent. Hawa ni wale watu ambao wana connection halali kabisa. Ni mfanyabiashara, anafanya biashara zake labda Uarabuni na Iran, ni waandishi wa habari ambao wanatoka Iran au wanaingia Iran, ni wasomi, labda ni mwalimu wa chuo, ampata deals nje, lakini waga anarudi nyumbani Iran, au na ndugu tu, mtu wa kawaida, lakini ni mtu halali kabisa na unaruhusiwa kuingia na kutoka Iran. Kwa hawa unakuwa hauhitaji avunje sheria yoyote na haumuombi taarifa ambazo ziko nje ya maisha yake ya kila siku. Kwa hiyo kama ni mfanyabiashara unamuuliza tu bei ya Iran sasa hivi ikoje. Kwa hiyo kama ni mtu labda na ndugu yake, sasa hivi sehemu fulani pakoje. Kwa hiyo anakuwa na rafiki yake ambaye anamchunguza vitu vya kawaida kabisa ambavyo hata yeye hajui kwamba anaisaidia serikali ya Israel. Kwa hiyo hawa hawaambiwi wafanye chochote nje ya maisha yao ya kawaida, lakini maisha yao ya kawaida ambayo yana link na Iran inakuwa ni taarifa muhimu kwa Mossad. Hawa ndo wanaitwa access agent. Kuna hii series hapa inaitwa Tehran. Nadhani wameitengeneza kwa sababu ya hiki kinachoendelea. Kama wewe ni mpenzi wa tamthilia, nadhani utakuwa umeiona. Utagundua ni aina ya vitu pia ambavyo walikuwa wanavitumia hawa watu ambao una ndugu huku, una ndugu huku. Nadhani series itakupa kidogo hiki ambacho tunajaribu kukuambia hapa, itafute. Aina ya pili ni wanawaita development contact. Hawa jamaa ni wale watu ambao wana hitaji maalum, yani wana shida fulani, labda una shida ya visa, labda unatamani kwenda kusoma nje, au una connection ya biashara ya kimataifa lakini haijakuwa. Kwa hiyo mtu anakuibukia, anakupa connection fulani hivi, na hili kundi ndilo ambalo ujikuta wameruka mstari mwekundu ule, na ukisharuka huo mstari nitakuja kukuelezea jinsi ambavyo unakuwa hauna choice. Hawa ndo unaitwa development contact. Una shida fulani, either ni wewe, labda ndugu yako anatakiwa katibiwe India kwa hiyo anatokea mtu ambaye unahisi anakutoa kwenye hilo eneo, anakutake care, unaona ni mzungu, anakutake care, anampeleka baba yako kutibiwa vizuri, matibabu yake ya baba anafanikiwa au mama, unarudi nyumbani, Kwa hiyo unakuwa na contact naye, unamfanya kama ni familia. Unajua huyu ni mzungu ametoka Ulaya sehemu fulani au nchi fulani ambayo huwezi kuihusianisha kabisa na Mossad. Na hawa ndo wanakujaga kuwa maagent kamili.
Yani siku moja tu anakuambia ukweli kwamba kuna ABCD. Kwa hiyo baada ya muda unajua kabisa mimi ni spy ndani ya nchi yangu. Kwa hiyo wanaanza kukupa sana njia ya kujificha, njia za kutumia, ndio wanaanza kukupa kamera, wanaanza kufanyaje, wanatokaga kwenye hili kundi. And then kuna diasporas kiujumla, ambao nitakuja kukuelezea. Wengi waliokimbia yale mapinduzi ya 1979 wale walienda USA, Ulaya, na wengi wapo Israeli pia, na hawa watu wana visasi. So hizi ni aina tatu za wapi ambapo Israeli huwa wanatumia. Labda zipo nyingine, unajua ulimwenguni wa siri, zipo zaidi ya hizi obvious, lakini hizi ni zile ambazo zitakupa picha ya wapi wanapitia, na zinatokana pia na matukio ambayo yameshatokea tayari, So haya ni mambo manne ambayo ukitazama matukio ya nyuma yaliyotokea na kuiumiza Iran, ya kuuawa kwa wanasayansi wake wa nyuklia na mengine ambayo nimeshakuletea hapa ya majenero wake kusnichi. Kuna moja ya operation pia ya flash ilipelekwa mpaka kwenye kinu cha nyuklia, kompyuta mle ndani ilipelekwa flash, kwa sababu flash za hizi sehemu za kompyuta za hizi sehemu za nyuklia za Iran hazitumii internet ya nje, zinatumia kila kitu ndani. Kwa hiyo uweze kuziingilia ukiwa nje. Ukitaka kuelewa zaidi kuhusiana na hii story, fuatilia, inaitwa Stuxnet Operation. Ni mtu alitumika. Sasa udhaifu wa kwanza wa Iran ni unaanza na mfumo wao wenyewe wa recruitment ndani ya jeshi. Ni imani over intelligence. Nilikwambia Iran wana majeshi mawili. Jeshi la kwanza ndo la wananchi, ambalo baada ya yale mapinduzi ya 79 huu utawala wa kidini ilibidi uwe na jeshi la pembeni kwa sababu kadhaa, ikiwemo historia yao kwamba hili jeshi liliwahi kutumika kumpindua waziri mkuu ambaye alichaguliwa na wananchi. Kwa hiyo lilikuwa kama haliaminiki hivi. Lakini pia utawala wa Shah wa kifalme walikuwa na usalama wa taifa wao, watu wasiojulikana wanaitwa Savak. Hawa Savak walikuwa kama ni jeshi la pembeni nje ya jeshi kuu, walikuwa wanatumika kufanya mission maalum zile za kifalme. Kwa hiyo ni kama ufalme ulikuwa na jeshi lake mbali na jeshi la nchi. So huu mfumo wa kidini pia ulivyoingia ukawa na hiyo sababu ya kuwa na jeshi lake ambalo litalinda haya mapinduzi, kama ambavyo Shah alikuwa na Savak iliyokuwa inalinda ufalme, ukiachilia mbali wananchi. Nimekwambia Iran ni civilization ya muda mrefu ambayo watu wake wamestaarabika, wanajielewa, wameshafanya biashara. Ni watu ambao kuwaongoza sio kazi rahisi. Alafu pia wana dini. Recruitment ya hili jeshi inategemea zaidi uzalendo wako kwa dini kuliko uwezo wako wa kiintelijensia. Kwa sababu ya hivyo, hata mfumo wa maisha wa ndani ya jeshi upo hivyo hivyo. Kupanda cheo, umuhimu kwenye jeshi, nani anapata credit, na nitakupa kidogo deep kuhusiana na hii. Kuna hii movie hapa inaitwa The Angel, inazungumzia story ya kweli. Huyu mwamba alikuwa ni mkwe wa rais wa Misri. Huyu jamaa alikufa kama shujaa wa both Israeli na Egypt, lakini baadaye alikuja kugundulika alikuwa ni snitch. Kwenye moja ya scene ya hii movie ukiangalia, huyu jamaa alikuwa anasema kitu kimoja miaka hiyo kabla ya USSR haijavunjika. Akawa anamwambia, jamani, sisi tujiunge na Marekani kwa sababu USSR itakuja kuvunjika. Sasa wakati huo, unajua, kwa watu ambao tunaiona Marekani saa hizi, haupati picha tu ya USSR ilikuwa ni nini. Lilikuwa ni dude linaloogopesha kuliko Marekani. Yaani Marekani ni cha mtoto. Yaani dunia ilivyokuwa inaiona USSR miaka hiyo ni kwa sababu stori zake hatujazipata sana kizazi hiki. So lilikuwa ni dude ambalo watu walihisi ni permanent, aliweza kuanguka siku moja. Kwa hiyo jamaa alikuwa anawaambia kwamba oya, wale jamaa tatizo lao ni hili, mfumo wao ulivyo unamtukuza mtu mmoja. Hakuna namna ambayo ukifanya vizuri una uwezo wa kupanda ngazi, na ndicho ambacho kitakuja kuangusha.
Na kweli ukiangalia ndicho kilichoiangusha USSR. Ilikuwa na mfumo fulani hivi ambao ulikuwa wa chini anabaki chini, wa juu anabaki kuwa juu. Kwa hiyo Iran, kutokana na mfumo huo wa dini over uwezo wa kiintelijensia, sometimes unajua hata wataalamu wa kompyuta mara nyingi walikuwa hawaamini dini, walikuwa ni watu fulani hawajielewi. So namna ya kudeal nao, unakuta unabaki tu kwenye nafasi za chini, but huwezi kukutana na mkubwa, huwezi kufanyaje, Kwa hiyo kunakuwa na maisha ambayo hata wataalam ndani ya jeshi au hata watu tu wenye ushawishi hawapati sana ile credibility ambayo kama binadamu tunahitaji. So kwa sababu ya hayo maisha ni rahisi kuzalisha masnitch. Jambo la pili ni mpasuko wa ndani, na huu mpasuko unatokana na anavyokufa general mmoja, maana yake kuna wale wapambe wake. Yani unajua kuna chain, hata bosi anapobadilishwa ofisini kuna chain ya watu ambao wanapoteza credibility na kuna watu wanapata credibility kwenye uongozi mpya. Ipo hivyo duniani kote. Kwa hiyo Iran kumekuwa na hayo mabadiliko, anauawa Qasim Soleimani, anakuja huyu anakuwa na watu wake, and then kuna huku na ni nchi kubwa by the way. Na ukumbuke kuna jeshi la pili pia ambalo sio maadui, lakini nao kuna wakati wanaangalia maslahi yao binafsi. Kunakuwa hamna umoja ule kwamba hili ni jeshi la pamoja la nchi. Na ndio maana hata mwanzo Israel ilikuwa inapiga vituo vya hili jeshi linalolinda mapinduzi. Walikuwa hawapigi hili jeshi la Iran. Na sasa hivi wanapiga yote kwa sababu nchi iko kwenye vita, obviously wataenda, lakini lazima uzalishe masnichi humu ndani kwa sababu kuna watu wapo vitani kwa sababu hawawezi kusnitch hadharani, lakini wakipata chance wana uwezo wa kusnitch kwa namna moja ama nyingine, either wako sawa au hawapo sawa. Lakini mpasuko huu uliopo kwenye muundo wa jeshi lenyewe la Iran ni changamoto yake. Kitu cha tatu ambacho ni udhaifu wa Iran, hii sasa tunaita ni maslahi binafsi. Unajua kwa muda mrefu Iran imewekewa vikwazo, kwa hiyo hata matumizi ya nchi yanaenda sehemu nyingi kwenye ulinzi na kinachobaki mnagawana kidogo. So wanajikuta wanaofaidika ni wale ambao wanasimamia mifumo. Nilikuambia mifumo mingi ya fedha ya Iran technically ni black market. Kwa hiyo wanauza mafuta kweli, lakini namna ya kupata hizo hela zinapitia kwenye mifumo ambayo unaweza ukasema imepotelea popote. Kwa hiyo hata watu ambao wapo ndani ya jeshi wanakula kupindukia. Tofauti ya maisha yao na watu wa chini inaonekana, lakini hizo pesa hazifiki kwenye mfumo kwa sababu zikifika inabidi ziende jeshini. Zinazobaki ndo mnalipwa kidogo na ni ngumu mishahara kupanda. Kwa hiyo hata wale watu ambao wana madaraka makubwa sana, na ukizingatia pia ni utawala wa kidini, hawalipwi kitu kikubwa ukilinganisha na hii address ambayo tunaiona ya Iran kidunia. Kwa hiyo inawezekana mshahara wa general ukawa ni wa kawaida sana ukilinganisha na maisha yake na vile ambavyo anatakiwa operate kutokana na nafasi yao kwenye dunia na unyeti wao. Kwa hiyo ndani ya jeshi, imagine kama general tu mwenyewe haishi maisha mazuri kwa sababu ya situation. Imagine hawa maafande wa chini. Kwa hiyo sasa hawa ndo wale pia ambao wanarukaga mstari mwekundu, kwamba mtu anakuwa anapata hela, hawa ndo wanajikutaga wanatoa taarifa kadogo. Baadaye ukishatoa taarifa ndogo unakuwa tena sio mtu huru, unakuwa hauna free will. Na by the way ni kurudisha kwenye ile movie ya The Angel. Huyu jamaa alikuwa elewani na baba mkwe wake akiwa yuko Uingereza, story ilivyo. Kwa hiyo anaishi kwenye ubalozi wa Misri ndani ya Uingereza akiwa na mke wake ambaye ni mtoto wa rais wa Misri. Kwa hiyo siku moja akiwa amepata frustrations zake, baba mkwe anamzingua, anaona maisha ya kibwege, akasema oya, ngoja liwalo na liwe. Akaenda kwenye kibanda cha simu miaka hiyo, akapiga simu ubalozi wa Israeli na akawa anasema yeye ni fulani fulani na anahitaji kuongea na fulani fulani na anataka kutoa siri fulani fulani. Hakuwahi kupata majibu. Then
maisha yakaendelea. Alafu siku moja yuko darasani ndani ya Uingereza, anaitwa anaambiwa, oya, baba mkwe amefariki, kwa hiyo inabidi mrudi Misri. Kurudi Misri, maisha yamebadilika ghafla, na rais aliyeingia alikuwa ni rafiki yake. Kwa hiyo jamaa alikuwa ni kama mkwe wa rais aliyepita, ambaye sasa hivi amekuwa karibu sana na rais aliyoko madarakani Misri. Miaka hiyo Misri ilikuwa noma miaka hiyo, na hapo ndo anapigiwa simu na kusikilizishwa yale maneno aliyowahi kusema kipindi kile kwamba anataka kuiuza nchi. Baada ya hapo hakuwa mtu huru tena. So hiki ni kisa ambacho nimekupa, utaenda kuiangalia hii movie kivyako, ambacho kinaonyesha namna ambavyo unaweza ukaingia kwenye mikono ya Mossad. Na wenyewe hawa jamaa, moja ya sifa yao duniani, hili shirika la ujasusi la Israel, they do not care. Yani hawajali dini yako, hawajali jinsia yako, hawajali maisha yako, hawajali chochote. Kwa hiyo Mossad kutumia hizo blackmails kukufanya chochote, yani wana uwezo na akili hiyo wanayo. Kwa hiyo wengi wanaingia hivyo kwa sababu ya maslahi binafsi na tamaa binafsi, tuite udhaifu wa kibinadamu. Jambo la 4 ni history ya mabaki ya Savak. Nimekuambia huu utawala wa Kiislamu sasa hivi ambao una IRGC, kabla ya hapo alikuwa Shah ambaye ana Savak. Savak ilikuwa ni jeshi, ni kama usalama wa taifa lakini wa kulinda kingdom. Sasa wale jamaa walikuwa na usalama wa taifa wao, walikuwa ni system. Kuna mtu wa kawaida sana, kuna mtu alikuwa jeshini, kuna mtu alikuwa you know system ya intelligence inavyofanya kazi kwenye nchi. Inawezekana ipo chuo ujui. Sasa wale jamaa wale, baada ya ule utawala wao kuanguka 79, walibaki yale mabaki ni wengi sana. Wenzao wengi walinyongwa kipindi kile, lakini wamebaki na wana kisasi. Kwa hiyo baadhi ya mabaki ya wale Savak walikuwa wanafahamiana na wale ambao walienda Ulaya, walienda Israeli kwenyewe, na walienda Marekani ambao ndio wanaonaga wanaandamana. Kwa hiyo ni watu walikuwa na knowledge ya intelligence inafanyia hizi kazi, na bado wanaendelea kuisoma Iran inavyofanya kazi, na ndo wale nilikuelezea diasporas. Kwa hiyo ni kolabo la diaspora featuring mabaki ya Savak. Kwa mfano, agent wa Savak ambaye aliona mapinduzi yale na maisha yalivyobadilika, utawala umebadilika, alikuwa labda kwenye nafasi fulani, alafu apate tena ule mtonyo, maisha yamekuwa magumu, anabifu na serikali mpya, lakini anaishi Iran, hakufanikiwa kuondoka. Then ana mtu wake ambaye anaishi Marekani au Israeli, ambaye maisha nayo kule sio kama ni mazuri sana, kwa sababu ukifika kule inabidi uhaso au kivyovyote tu. Huyu alikimbia Marekani ana kisasi na serikali iliyoko madarakani, na huyu aliyoko ndani pia ana kisasi na serikali iliyoko madarakani. Imagine hao watu wana connect na wanajua kabisa wanaweza wakapata kibunda Marekani, wanaweza kauza taarifa Mossad na Pentagon, wanasema pesa huwa hazikauki. Alafu unakuta huyo hapo ndani wa Savak, ambaye Savak mstaafu yule, anakuwa na uwezo wa kutengeneza naye chain yake ndani ya Iran. Ukumbuke haya mabaki ya Savak ni watu ambao wana uwezo wa kutengeneza hata zile mission za muda mrefu. Labda anamtengeneza dogo kutoka sekondari hadi anakuja kupanda ngazi nyeti za jeshi. Anamgumu tu kama baba mdogo au mjomba au nani, lakini lengo ni kumpeleka sehemu ambayo siku moja atakuwa na taarifa nyeti kuhusiana na nchi na akaziuza. Wengine hata walibaki jeshini. Kwa hiyo haya mabaki yanatengeneza network ambayo inafanya Israel inaweza kuangalia kila kinachoendelea Iran live. Na hii ndio nightmare ya Iran na intelligence yao, na ndicho ambacho wanajaribu kukibana kila siku. Sasa kutokana na jinsi ambavyo iko complicated, unakuta wakati mnamuondoa huyu mnampandisha huyu cheo, kumbe unaimpandisha naye alishakuwa recruited zamani. Inaita simu tu, anakuwa anaambia, oya, unakumbuka kibunda tulikutumiaga hivi na hivi. Kwa hiyo unaweza ukaona jinsi gani ambavyo mfumo wa jeshi ulivyo, plus hii mianya ya kibinadamu na haya yote niliokuelezea yanafanya
Israel ina taarifa nyingi sana kuhusu Iran, na ndio maana Iran inakuwa inajitetea zaidi kwenye kurudisha mashambulizi, lakini ipo vulnerable sana kwenye intelijensia nyingine. Na hii ndio imekuwa sababu ya kwa nini ni rahisi kusikia matukio mengi yanatokea. Kuna masnichi wengi ambao wameshatokea, na ukiangalia matukio yote kwa asilimia kubwa yalitegemea sana rasilimali watu ndani ya Iran na sio teknolojia, kwa sababu vitu vingi vinahitaji logistics ambazo zinahitaji watu specific, na bila watu isingewezekana, na watu wanapatikana kwa sababu hii. I hope nimekuongezea kitu kwenye hiki unachokiona. Najaribu kukuletea insights mbalimbali, nyama ambazo zitakusaidia kuelewa mchezo mzima wa matukio ambayo unayasikia. Mara nyingi sijikiti sana kwenye matukio kama matukio, ila nakupa muktadha wa situation unayoiona. I hope una enjoy. Asante kwa kila ambayo unaniandikia comment, na zaidi ya yote asante kwa wote ambao mmeanza kushare. Kuna watu mmenitumia taarifa kwamba mna share hizi content. Kwa hiyo ukiona hii pia anaweza kaipenda mtu wako unayemjua ambaye labda hatujui, hebu share naye, unakuwa umeisupport sana hii channel. Tukutane kwenye episode ijayo. Naitwa Grayson Gideon. Hii ni Madini.com, taarifa na maarifa.